Basi Dina binti Lea ambaye Lea alimzalia Yakobo akatoka kuwaona binti za nchi. Shekemu mwana wa Hamori mwivi mkuu wa nchi akamwona, akamtwaa, kalala naye, akambikiri. Moyo wake ukaambatana na Dina binti Yakobo, akampenda huyu msichana, akasema na huyu msichana kwa maneno mazuri. Shekemu akamwambia Hamori babaye, akasema unipatie msichana huyu awe mke wangu. Basi Yakobo akasikia ya kwamba amembikiri Dina binti yake, na wanawe walikuwako pamoja na wanyama wake nyikani. Yakobo akanyamaza. Hata walipokuja akatoka Hamori babaye Shekemu kumwendea Yakobo aseme naye. Wanawe Yakobo waliposikia hayo, wakaja kutoka nyikani, nao wakasikitika sana, wakakasirika mno, kwa sababu wamefanya upumbavu katika Israeli kwa kulala na binti Yakobo, neno lisilojuzu kutendeka. Hamori akasema nao akinena, roho ya Shekemu mwanangu inamtamani binti yenu, tafadhalini mpeni amoe, mkawane na sisi, mtupe sisi binti zenu, nanyi mkatwae binti zetu, nanyi mtakaa nasi, na nchi itakuwa mbele yenu. Kaeni na kufanya biashara humo, mkapate mali humo. Shekemu akamwambia babaye yule msichana na nduguze, na nikubalike machoni penu, na mtakavyoniambia nitatoa, mjapongeza sana mahari na zawadi, nitatoa kadiri ya mtakavyoniambia, lakini mnipe huyu msichana awe mke wangu. Wana wa Yakobo wakawajibu Shekemu na Hamori babaye, kwa hila, maana amemharibu Dina umbu lao. Wakawambia, hatuwezi kufanya neno hili, tumpe umbu letu mtu asiyetahiriwa, ingekuwa aibu kwetu, lakini kwa sharti tutapatana nanyi, mkiwa kama sisi, akitahiriwa kila mwanamume wenu, ndipo tutawapa ninyi binti yetu, na sisi tutatwaa binti zenu, tutakaa pamoja nanyi, nasi tutakuwa watu wamoja. Lakini kama hamtusikii na kutahiriwa, basi tutamtoa umbu letu, nasi tutakwenda zetu. Maneno yao yakawa mema machoni pa Hamori na machoni pa Shekemu mwana wa Hamori, na yule kijana hakukawia kulifanya neno lile, maana amependezewa na binti Yakobo, naye alikuwa mwenye heshima kuliko wote nyumbani mwa babaye. Hamori na Shekemu mwanawe wakaja langoni pa mji wao, wakasema na watu wa mji wao wakinena, watu hawa wana amani nasi, basi na wakae katika nchi, na kufanya biashara humo, kwa maana nchi ni kubwa, ya watosha, na tuwatwae binti zao kuwa wake zetu, na binti zetu tuwape wao, lakini kwa sharti hiyo moja tu, watapatana nasi, wakae wote kwetu, tuwe watu wamoja, kama tukitahiriwa kila mwanamume kama hawa walivyotahiriwa, kondoo zao na mali zao na wanyama wao, wote hawatakuwa mali zetu, basi na tupatane nao tu, nao watakaa kwetu. Wakawasikia Hamori na Shekemu mwanawe, wote watokao katika lango la mji wake, wakatahiriwa, kila mwanamume wote watokao katika lango la mji wake. Ikawa siku ya tatu, walipokuwa wakiuma sana, wana wawili wa Yakobo, Simeoni na Lawi, nduguze Dina, wakatwaa kila mtu upanga wake, wakaujia mji kwa ujasiri, wakawaua waume wote, wakawaua Hamori na Shekemu mwanawe kwa makali ya upanga, wakamtwaa Dina katika nyumba ya Shekemu. Wakatoka wana wa Yakobo wakawajilia hao waliouawa, wakauteka nyara mji kwa sababu wamemharibu umbu lao, wakachukua kondoo zao na ng'ombe zao na punda zao na vitu vilivyokuwa mjini, navyo vilivyo kwako kondeni, wakatwaa na mali zao zote, na watoto wao wote na wake zao, na vyote vilivyokuwamo nyumbani mwao, wakavichukua mateka.
Yakobo akawaambia Simeoni na Lawi, mmenitabisha kunifanya ninuke vibaya kati ya watu wa nchi hii, Wakanaani na Waperizi, na mimi kwa kuwa watu wangu ni haba, watanikusanyikira na kunipiga, nami nitangamizwa, mimi na nyumba yangu. nao wakasema, Je,